katika maisha yangu ya siku ya leo. Na mutorera wakwa muthenya umuthi. Najua kuna moja rafiki kuliko marafiki wote. Niko na marata mukira arata ciake. Kwa sababu kuna marafiki, kuna arata wanaweza kuwa rafiki wakati wa dhiki. Maata kwa mri arata hende ya oru. Hata wakati uko tajiri. Na hende ya mutu. Ama wakati wanataka kitu kutoka kwa. Anakoni mareta kitu kuma kuri mio. Wanaweza kuwa marafiki wa kweli. Maata kukora mri arata. Lakini kuna rafiki moja. Hako na marata umwe. Anaitwa Yesu. Oitago Yesu. Wakati uko fukara. Kaya utari kindu. Na wakati uko na pesa. Na ria na pesa. Wakati uko na afya. Ria na ugima. Wakati uko mnono. Ria munomu. Wakati uko na shida. Ria na dhina. Wakati uko na maradhi. Ria na murigoro. Ni rafiki wa kweli. Ni murata wama. Bwana asifiwe. Huyo akaingia ndani yangu. Akiingia ndani yako. Na akaanza kunitawala. Na kija kuda mgoja maka. Na ninajua ni mtawala wa kweli. Na najua ni mwadhani wa ma. Kuna wafalme wanaweza kuwa rafiki wa watu. Kuna adamaki magiko marata. Hata watu wabaya wanasimama na wao. Lakini nasimama na huyu Yesu. Na mimi ndio kama nao Yesu kwa sababu hajawahi kunitendea mabaya. Hata kama mambo ni mengi duniani. Hata shida ni mingi. Amekuwa msaidizi wa karibu. Bwana asifiwe. Katika kitabu cha Luka, Luka 7 mstari wa 11. Biblia inasema Yesu akaenenda katika jiji ndogo. Yesu alikatura kanini. Na hiyo jiji ilikuwa inaitwa Naini. Katura kaugeta kwa Naini. Na hiyo jiji kulikuwa na shida. Na ilikuwa ni siku ya mazishi. Ilikuwa ni siku ya mazishi. Mambo yote ilikuwa imeandaliwa. Na pia kasisi alikuwa amehubiri. Na mwenye kutoa shukurani alikuwa ametoa shukurani. Na wale MP na MCA walikuwa wamenena. Lakini Yesu akawa anaingia katika hilo jiji. Na akawa anafuatwa na wafuasi wake. Na hawa watu wengine wa lile jiji, kwa sababu kulikuwa kumetendeka jambo. Kwa sababu kulikuwa kumekufa kijana. Hiyo kijana hakuwa ni wa pekee. Na pia bibi mamake alikuwa ameachwa na mzee wake. Na kwa hivyo wakawa wanaenda kumpeleka pahali atarazwa. Wote walikuwa labda wanaiba ile nyimbo tunaimba. Walikuwa wanaiba. Walikuwa wanaimba. Sababu ilikuwa ni mwisho. Mambo ilikuwa imefanywa. Pia ilikuwa amepeana ngari ya kuchukua maiti. Wazee walikuwa wamepeana pesa. Wamama walikuwa wamepeana kuni na bebe. Walikuwa wamepeana sukari na mshere. Yote walikuwa wameandaa. Na chakula ilikuwa imeandaliwa. Hati wakimaliza mazishi, waliambiwa mkimaliza mtakuja muzoshwe mikono. Ili mkule na mkunywe. Na tuseme uweke tiondo kiuma ho. Bwana asifiwe. Na Yesu akawa anaingia. Yesu akawa anaingia. Na akakuta wale yule mama. Mama hana mtoto mwingine. Na mwana yake alikuwa amekufa. Alikuwa na huzuni. Alikuwa na kilio. Na angalia naona wengine wanafurahia. Wanasema sasa ndio tutagawa hiyo shamba. Sasa hakuna mwingine. Lakini Yesu ameleta jawabu. Unajua wakati
walikuwa wanasema huyo ni bure, huyo amefika mwisho, huyo hana kesho, huyo hana kesho. Lakini kukawa kuna kuja mwingine, Yesu mwana wa Mungu akawa anakuja, akaona wale walikuwa wanabeba geneza, alikuwa amebeba geneza, walikuwa wamebeba geneza ili waende wakamurazi hiyo kijana, ya kwamba Yesu kuna bomba ya eneo hii, geneza imebebwa. Watu wanasema hiyo chinji haliwezi kuenea, kijana amekunywa bangi, hana kesho, msichana amezaa sana, hana kesho, mzee hana kesho, amekunywa mvinyo, hana kesho. Lakini kunaye mwingine anayeingia ambaye amebeba kesho, ambaye ana pesa, amebeba nuru, ambaye amebeba uwezo, ambaye anabeba ufunuo, ambaye amebeba uhai, ambaye anabeba upendo, ambaye anabeba imani. Bwana asifiwe. Yesu akasema, achilia hiyo saduku, achilia neno la Mungu. Kwa hiyo boma imekufa, kwa hiyo kijana amekufa, kwa hiyo familia imesema ndio ya mwisho. Tunatangaza, tunasema Yesu akiingia, hiyo boma itakuwa hai. Bwana asifiwe. Nitakutana na huyo. Bwana asifiwe. Amen. Kuna majina nilikuwa naitwa, nilikuwa nakunywa mvinyo, nikaitwa mfweke. Hiyo ni jina la kipombe huko, Kiebrania ya kipombe. Lakini Yesu alipokuja akanibadilisha. Tunaongea kuhusu Yesu ambaye ako na uwezo, ambaye ako na nguvu ya kubadilisha. Hiyo kijana akaitwa na Yesu na akapata kuamuka. Sijui kama alikula chakula, sijui kama alikunywa chai, lakini kijana akaamuka, akatoka kwa geneza, akarudishwa kwa mamake. Kuna maisha yako imedhoofika, lakini Yesu akiingia, maisha yako mazuri unarudiwa, kwa sababu si upendo wa Mungu wewe uwe bure. Ni shetani aliingilia. Wewe ni mtu wa maana, wewe ni mtu wa maana, wewe ni tajiri, wewe uko na akili sawa, lakini ni shetani amekufanya uapangalize mambo. Wewe uko na akili, unaweza kununua dama, unaweza kununua kuku, hata unaweza kupanda avocado badala ya kuiba, lakini shetani akaiba mawazo yako. Lakini Yesu anaingia. Ndio tumekuja kuambia, anaingia katika chinji la gatono, na wale watakubali watapata uhai. Tumekuja kusema, hatujabeba jambo lingine, hatujabeba pesa, sisi si kasonko, sisi si wa matangi, sisi tumetumwa kutoka mtu mbinguni kuleta neno lililo na uhai. Wewe unaweza kupewa unga, unaweza kupewa 10,000, lakini zinaweza kukupelekea kwa kaburi. Lakini neno tunaoachilia kwako utapata hai. God bless you.